Hatimaye msikilizaji, hapa sasa tunaendelea na simulizi yetu katika sehemu yake ya 24. Ndivyo ambavyo tunavyokwenda. Mrembo Kamra inaendelea kusogea mbele. Karibu sana katika sehemu hii ya 24 uweze kupata mwendelezo. Nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, usiache kubonyeza neno subscribe liko chini ya video hii ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii na simulizi mbalimbali ambazo tutakazokuwa tunakuwekea hewani. Bana, hilo nilitaka nikukumbushe, lakini nikukumbushe tu kwamba sisi katika sehemu hii ya 24 bana tunaendelea mbele na wala haturudi nyuma. Sehemu ya 23 tulimalizia mahali ambapo kijana Alpha naye pamoja na kikosi chake ambacho hiki kilikuwa kinamilikiwa au kinasimamiwa mara kwa mara au kilikuwa kimetumwa, tunaweza tukasema hivyo, na mwanadada Stella, nao walikuwa wako tumbo joto kwa sababu Stella alikuwa anataka watoe majibu kuhusiana na mwanadada Labda. Ilikuwaje? Unaweza ukarudi hapo kuiangalia kama ulikuwa hujaipata. Lakini pia upande wa vijana hawa ambao ni wako chini ya Kamana Smembe, na wao sasa walikuwa wako kwenye mikakati, na ilikuwa mikakati yao sasa inaanza kupangwa vizuri ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaiteka na kuteka moyo kabisa wa mzee Ibrahim Squala. Upande wa jeshi la polisi bado walikuwa wanahangaika na Salum Mroki ili kuhakikisha kwamba Salimu Mroki analeta majibu halisi. Hapa msikilizaji, tunaweza kuendelea kwa upande wa mwanadada Kamra ambaye sasa alikuwa amejenga urafiki wa karibu sana na kijana Daymek. Hapa sasa ndipo mahali ambapo tunapoendelea katika sehemu hii ya 24. Karibu tuende pamoja. Mwanadada Kamra bana alijikuta akiwa katika mahusiano ya karibu kwa namna ya mawasiliano yeye pamoja na kijana Daymek. Daymek bana alikuwa yuko karibu sana na mwanadada Kamra. Kipindi ambapo mwanadada Kamra alikuwa yuko kwenye wakati mgumu sana, ndicho kipindi ambapo Daymek alijikuta ametokea na kuwa karibu sana na mwanadada Kamra. Daymek, kusema ukweli, alikuwa ni mwanaume fulani hivi ambaye nje tu ya kwamba ana muonekano mzuri wa kuvutia, anajua kuvaa vizuri, kupendeza, lakini pia mfukoni mambo yake si mabaya sana, lakini alikuwa anajua kujali sana. Kuchukua kwake namba na mawasiliano ya wawili hawa, Kamra pamoja na mwanadada Salome, ilikuwa ni nia nyingine tu, lakini kitu kikubwa ambacho alichokuwa anataka ni kuwa karibu sana na mwanadada Kamra. Ilikuwa bado haifahamiki na mwanadada Kamra alikuwa hajafahamu kabisa kwamba kijana Daymek yeye alikuwa anahitaji jambo gani. Na Daymek alikuwa hana papara na jambo lolote lile, lakini alitamani sana ule ukaribu wake pamoja na mwanadada huyu Kamra. Stories zilikuwa zinaendelea mara kwa mara, kitendo kilichomfanya mwanadada sasa Kamra kuanza kufunguka mambo mengi akimweleza kijana Daymek. Ni kweli Daymek alikuwa anafahamu kuhusiana na kupotea kwa Vinod ambaye ilikuwa ishafahamika kwamba ni mume halali wa Kamra Ibrahim Squala. Lakini Daymek alikuwa akipata mambo mengi sana, simulizi zilikuwa ni nyingi sana, mafundisho yalikuwa ni mengi sana, mambo yalikuwa ni mengi sana ambayo sasa mwanadada Kamra alikuwa anaelezea. Kama unavyofahamu msikilizaji, mtoto wa kike anapokuwa anakupenda, yani anapokuwa anakuamini, huwa anafunguka sana karibu na wewe. Mwanamke anapokuwa anakupenda anafunguka mambo mengi sana. Akuamini tu anaanza kufunguka mambo mengi sana mpaka ndani kwake. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa mwanadada Kamra. Alikuwa akifunguka mambo mengi sana kwa Daymek baada ya kuona kwamba ni kijana ambaye anaonyesha ule upendo. Si upendo wa namna nyingine ya mahusiano ya mapenzi, lakini ni upendo wa kuonyesha kujali kama rafiki. Mambo yalienda vizuri. Sasa kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, wakati mwanadada Kamra bado akiwa yuko kwenye mawazo kede ya kuhusiana na kupotea kwa Vinod, alikuwa bado anaenda kazini mara kwa mara kama ambavyo kampuni yake ilikuwa imemruhusu kwamba ana uwezo wa kuja, ana uwezo wa kuondoka na kadhalika. Sasa ilikuwa haipiti lisali zima likipita hivi bila kuona message ya Daymek. Na sasa Daymek alionyesha karibu na kuanza kumuuliza mpaka mahali ambapo alipo. Kwa sasa hivi uko wapi? Niko kazini. Uko kazini? Ndiyo. Ila nafikiri kwenye mida ya saa 7 hivi mimi nitatoka hapa.
Okay. Naomba basi nitakuja kukuchukua hapo basi. Sawa. Hamna shida, hata hivyo niko sijaja na gari, hamna shida. Basi sawa. Siku hiyo bwana mwanadada Kamra alikuwa yuko kazini kwake. Kichwa juu, lakini alikuwa bado anatamani sana kuhakikisha kwamba asipotee kabisa moja kwa moja kwenye kampuni ya Mapande Lobby ili mambo yasije yakaanza kuyumba. Na muda ambapo alipokuwa anafika pale, kiukweli bwana Julius alikuwa anafurahi sana. Na wafanyakazi walikuwa wanapenda sana kwa sababu mwanadada Kamra alikuwa ni mtendaji mzuri, mtu mwenye vision, ana maono makubwa sana. Anapokuja pale mambo yote katika kampuni yalikuwa yanabadilika. Kwa hivyo walikuwa wanakubali sana, na hata pindi ambapo alipokuwa anasema kwamba anataka kuondoka, japokuwa nyoyo zilikuwa zinauma, lakini walikuwa wanamkubalia ili kusudi aendelee kuona kwamba ile ni familia yake halali, yani Mapande Lobby Company. Sasa ilifika siku hiyo bana, ilifika mida ya saa 6:45. Kijana Daymek aliwasha gari yake na moja kwa moja alielekea mpaka kunako ofisi za kampuni ya Mapande Lobby. Alipofika pale, alitoa taarifa akimweleza Kamra kwamba tayari yeye ameshafika pale. Alijikuta akiwa ameenjoy sana, amefurahi kwamba anakwenda kumuona Kamra. Dakika zilisonga na hatimaye Kamra alitoka kule na kuja moja kwa moja mpaka pale mahali ambapo gari la Daymek lilipokuwa limepaki. Alipofika pale alijikuta wakikumbatiana na kusalimiana kwa upendo. Sasa watumishi wengi pale ambao waliokuwa wako pale kwenye ile kampuni walishangaa sana. Vipi? Kwa sababu walikumbatiana vizuri na yani wakakumbatiana katika kusalimiana, na hatimaye akaingia upande wa pili, upande wa driver pembeni, na driver akawa anaendesha Daymek, lakini mwanadada Kamra akaingia upande wa pili. Lilikuwa ni gumzo sana kwa watumishi wengine ambao waliokuwa wako pale Mapande Lobby. Wakaanza kujiuliza, ina maana huyu ndo ana date na boss Kamra sasa hivi? Jamani, lakini boss Kamra naye jamani, hivi kweli juzi tu jamani, yani hata haijaeleweka kwamba mume wake anapatikana au vipi, tayari kweli ndo ameanza kujiingiza kwenye mahusiano na mtu yule? Bana, na nyinyi jamani, hebu achane na hayo mambo bwana, mambo mengine hayawahusu. Watu unakuta uwezi jua, unaweza kukuta yule ni kaka yake au ni rafiki wa kawaida, tayari mshaanza kuwaza habari za mapenzi. Kaka yake wapi bwana mpaka wanakumbatiana vile? Bwana wewe, boss Kamra naye anakuwa na tabia zake mbaya bwana. Jamani, sasa mume yake hata akitoka huko alipotekwa kaka watu hata hatujui kwamba, yani haijulikani kama yuko wapi. Akirudi hivi akimkutana mimba itakuwaje? Hivi kweli tu jamani, mtu amepotea hivi unapata wapi kwanza nguvu ya kudeti na mwanaume mwingine wakati mume wako wa ndoa anakuwa amepotea hapa julikani alipo? Msikilizaji, stories zilikuwa ni nyingi, walikuwa wakiongea maneno mengi sana pale baada ya kuona tukio lile. Kamra alipokuwa amekaa pale ndani ya gari la kijana huyu Daymek, alijikuta akiwa anajishangaa pia. Ni kama akili ilikuwa imemrudia, akajiuliza imekuwaje nimemhagi huyu kijana? Nimemhagi hivi kweli? Nimemonyesha upendo mpaka nimezidia huyu ndani wangu, kwani mpaka nimejikuta tunakumbatiana? Kamra alishangaa jinsi ambavyo amepata hisia kali sana kuhusiana na Daymek. Akajiuliza, ina maana Daymek amekuwa kwaje akaingia katika moyo wangu kiasi hiki mpaka nimepapatuka na kumkumbatia? Hizi ndio shobo zile ambazo kwa mwanamke hapaswi kuwa na shobo kiasi hiki. Basi bwana Kamra Ibrahim Squala akajikuta akiwa anajilaumu sana kwa kumkumbatia Daymek. Daymek bwana aliendelea kuendesha gari taratibu huku akiwa na sukuma story kwa namna ya utulivu sana, akiwa anamsukumia story mwanadada Kamra Ibrahim Squala. Unajua bwana, umenieleza mambo mengi sana, na kwa jinsi ambavyo umenieleza ninaelewa kabisa kwamba wewe ni mtu ambaye unahitaji faraja sana. Kwa hiyo ndo maana ukaamua kuja kunichukua huko kazini leo? Sio hivyo tu, ndio maana natamani pia kuwa karibu na wewe zaidi na kuongea na wewe mara nyingi. Unajua Kamra bwana, matatizo yako ambavyo yalivyokuwa yanakukamata na kukusumbua sana, tunaona mara umeongelewa sana mitandaoni mpaka
unanyweshwa sumu na kadhalika, roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Kwa nini sasa? Roho yangu ilikuwa inaniuma kwa sababu najua mateso ya mtu ambaye anayapitia. Unajua kuna wakati unapitia mateso mpaka unakata tamaa na maisha kabisa. Na ile ndo step mbaya zaidi katika mwanadamu, anapofikia kipindi amekata tamaa kabisa na maisha. Sasa nilikuwa na kufeel sorry sana Kamra, na kuonea huruma. Na ndio maana hata siku ile tulipokutana pale Silent Hotel, kwa kweli nilijikuta nikivutiwa sana na kuwa karibu na wewe. Napenda tu nikupe pole tena kwa matatizo yako. Natamani kila baada ya hata ya nusu saa niwe ninakupa pole, kwa sababu wewe umepitia matatizo makubwa sana na mimi nayafahamu matatizo jinsi ambavyo yanakatisha tamaa. Pole sana Kamra. Nashukuru, ndio hivyo. Sijui hata kama nitakuja kuwa sawa siku moja. Sijui kwa sababu sifahamu kama mume wangu atakuja kupatikana, na kama akipatikana atapatikana akiwa mzima au amekufa jamani, au amemuumiza, labda nitamkuta akiwa mlemavu, sijui. Kwa hivyo kwa kweli sipo vizuri kwa kweli. Sijui kama kuna siku kweli Mungu atanirudishia furaha yangu kama ambavyo nilishawahi kuwa na furaha huko zamani. Unasikia Kamra? Hivi vipindi huwa havikutokei wewe tu. Mpaka mimi ninakuwa na moyo wa kusaidia watu sana katika matatizo, hasa watu ambao wanafikia kwenye kipindi cha matatizo ya kisaikolojia. Ni kwa sababu mimi ni mhanga mkubwa sana wa matatizo hayo. Kivipi? Yaani mimi, unajua muda mwingi nimetumia kukusikiliza unapoongelea matatizo yako, na sikutaka kukueleza sana kuhusiana na matatizo yangu ambayo yaliyowahi kunipata huko katika maisha yangu. Mimi nilipitia kipindi ambapo nimepata msongo wa mawazo. Nikakata tamaa kabisa na maisha mpaka nikasema, yani sidhani kama kuna wakati ambapo Mungu atarejesha furaha yangu nikawa mtu wa kawaida tena. Lakini ndio kama hivyo, japo kuna mambo mengi sana yamebadilika, lakini ndio mimi unaniona sasa hivi naishi niko kawaida fulani hivi. Lakini kipindi hicho nilikuwa nimekata tamaa sana. Pengine nilikuwa nimekata tamaa kama wewe, jinsi ambavyo umekata tamaa sana sasa hivi au zaidi yako. Wewe Daimek, usitake kuniambia kwamba na ulishawahi kufikia kipindi cha kukata tamaa na kuendelea na maisha kama mimi hivi ambavyo nimefikia. Unajua ndio maana kwanza nazidi kukupa shukrani sana, kwa sababu ukaribu wako na mimi unanifanya kuna namna najisikia, najifeel kama kuna namna unaziba fulani hivi pengo la Vinod mume wangu. Nashukuru sana Mungu kama unaona kuna namna naziba hilo pengo, kwa sababu sitamani sana lionekane pengo ambalo linakuumiza sana wewe kila wakati. Hivi ni kweli kwamba na ulishawahi kupitia kipindi cha kukata tamaa? Na ni kitu gani ambacho kilikufanya ukakata tamaa sana? Kamra, mimi ni Daimek. Huyu Meke huyu ndiye babangu mzazi Mark. Mimi nilikuwa nikisoma Urusi kwa sababu babangu alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya gavana wa taifa. Katika ofisi ya gavana wa taifa pesa ipo. Kwa hivyo babangu aliamua kwamba mimi nikasomea masuala ya biashara. Japo nikiwa mdogo sana, umri wangu ulikuwa mdogo, lakini alikuwa ananiandaa niweze kuwa mfanyabiashara. Kwa hivyo nikawa nimepelekwa Urusi kusoma. Nikafanikiwa kusoma kwa sababu nilienda nikiwa darasa la 5 nikamalizia. Hatimaye sasa nikawa na mimi niko sekondari. Kamra, katika kipindi kile ndicho kipindi ambapo babangu naye alianza kupata matatizo huko serikalini.
Matatizo yenyewe ilikuwa ni figisu ambayo yaliyokuwa yametengenezewa na afisa mmoja wa usalama wa taifa ambaye walikuwa wamepishana. Sijajua kigezo kikubwa cha kupishana kwao ni nini, lakini tetesi za watu ni kwamba kuna mwanamke walikuwa wanampigania. Yaani walikuwa wanashindania mwanamke. Baba yangu alifanikiwa kumnasa huyo mwanamke kwa mujibu wa story nilizokuwa nazipata kwa watu wa karibu wa baba kipindi hicho. Basi bwana Kamra, kilichofuata pale ni kwamba baba yangu mimi alitengenezewa kesi ya kuambiwa kwamba amefanya swala la kuhujumu nchi na amehujumu uchumi wa nchi. Kwa hivyo baba yangu akafukuzwa kazi hapo katika ofisi ya gavana, na baada ya hapo alifirisiwa mali. Hali ile ilinifanya mimi nishindwe kabisa kuendelea na shule, na hivyo babangu akaniambia inabidi nirejee nyumbani. Huwezi amini, hata hela ya kurudi nyumbani ilikuwa ni kasheshe kutoka Urusi kuja kurudi huko Tanzania. Kile ndicho kipindi ambapo ilipokuwa mimi nilikuwa kwenye hali mbaya sana na nilikata tamaa kabisa kuendelea na maisha. Nilikuwa sina furaha kabisa Kamra. Kitendo cha kutoka Urusi na kuja kuanza kuhangaika na shule za kata za hapa nchini ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa imenikatisha tamaa sana Kamra. Nilikuwa kwenye hali ya kukata tamaa sana. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu akanisaidia kadiri siku zilivyokuwa zinaenda nikazoea. Mungu si asumani. Nikamalizia form 4 na nikaanza kufanya shughuli zangu za hapa na pale. Mambo yakaanza kujipa. Nashukuru Mungu, uchumi wangu hauko vibaya sana. Kutokana na mateso ambayo niliyopitia sana kipindi hicho, niliapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa Mungu atanisaidia nikarudi katika hali ya kawaida, nitajitahidi sana kusaidia watu wengine ambao wana matatizo kama ya kwangu, hasa matatizo ya kukata tamaa na kuona kama hakuna furaha tena katika maisha ya hii dunia. Na hiyo ndio sababu Kamra, kila nilipokuwa nikitazama mateso ambayo uliokuwa unapitia, nilikuwa naona kama nina deni kubwa sana la kuwa karibu na wewe. Pole sana Day. Pole kwa kweli, kwa sababu hayo yalikuwa ni matatizo makubwa. Nafahamu sana matatizo yanayokuwa yanasababishwa na familia, jinsi ambavyo yanavyoumiza zaidi. Na nashukuru kwa jinsi ambavyo unakuwa karibu na mimi. Kwa kweli najisikia faraja sana ninapokuwa napitia matatizo kama haya, alafu uko karibu na mimi kila wakati. Nakushukuru sana kwa kweli Day. Naweza nikasema kwamba wewe ni rafiki yangu wa karibu na wa maana sana kwangu. Na sikujua kwa nini Mungu ameamua kunikutanisha na wewe kipindi hiki. Labda ni Mungu aliamua kwamba nipunguze machungu sana ambayo nayapitia. Na mimi naamini kabisa kwamba ni Mwenyezi Mungu ametukutanisha. Jisikie tu kuwa na amani na uhuru mkubwa sana unapokuwa na mimi. Mimi niko tayari kutumia muda mwingi sana katika kukufanyia chochote kile, ili mradi tu nikuone ukiwa na furaha. Wakati mamlaka mbalimbali zikiwa zinaendelea kuhangaika kutafuta ni wapi ambapo utampata mume wako, mimi nitakuwa nahangaika kila wakati kuhakikisha kwamba nakupa furaha. Usijisikie upweke, kwa sababu upweke ni ugonjwa mbaya sana, na ufahamu jinsi ambavyo ulivyokuwa unanitesa mimi. Nashukuru sana kwa ahadi yako hiyo. Msikilizaji, gari ya kijana Daymek iliendelea kuendeshwa. Alikuwa anaendelea kuiendesha huku akiwa anaenda nayo kwa taratibu kabisa, akiwa anapiga story pamoja na mwanadada Kamra. Story ziliendelea mpaka pale alipomfikisha nyumbani. Alimfikisha nyumbani na hapo sasa akahakikisha kwamba anamuingiza mpaka ndani ya geti ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Kamra. Sasa alipoingia kwenye geti pale akamwambia, bana, nashukuru sana kwa jinsi ambavyo nimekufikisha hapa. Naamini hapa sasa hivi unaweza ukaendelea na shughuli zingine na mimi niende kwenye shughuli zangu zingine. Tutaendelea kuwasiliana kwa njia ya simu. Hapana. Sikia nikwambie Daymek.
Ingia tu. Ingia bwana, usiniache mpweke. Mimi najisikia vibaya sana unapoondoka ukienda mbali na mimi. Nisikie, sio vizuri kukaa na wewe hapa ndani, hasa kipindi hiki ambacho mume wako anapitia matatizo na wewe mwenyewe uko kwenye matatizo. Ninafahamu kwamba unaweza ukakaa katika hali ya upweke, lakini naomba mimi niende, alafu tutapiga hata video call tuweze kuongea, lakini sio mimi kukaa hapa ndani. Hapana. Mume wangu atanielewa, hata kama akija leo ataelewa tu kwamba wewe ukikukuta hapa. Najua hana tatizo. Hata akija leo atakuelewa tu. Hakuna shida, naomba uitwende. Usiniache peke yangu, mimi sitaweza kukaa hapa jamani. Hakuna mtu ambaye hapa ndani atanifanya mimi niweze kujisikia furaha kama wewe ukiwepo. Yule pale dada wa kazi ambaye hawezi kuwa na kunifanya niwe najisikia furaha kama ukiwepo wewe. Please, Day. Umeniahidi kabisa kwamba utakuwa karibu na mimi, naomba twende. Msikilizaji, mwanadada Kambra sasa alionyesha kupagawa sana na kijana Daymek. Na hapo sasa Daymek alishindwa kukataa. Alipaki gari yake, aliingia na gari akaipaki katika parking ya nyumba ile. Na hapo sasa akaingia ndani moja kwa moja yeye pamoja na mwanadada Kambra. Stories zilikuwa zinaendelea. Utani wa Daymek ulikuwa unaendelea pale. Pale ndani kulikuwa kumejaa raha sana, yani story kama zote, utani kama wote. Kambra alijikuta akisahau kabisa kwamba Vinod alikuwa ametoweka na hajulikani mahali alipo. Dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda, ulifika wakati ambapo sasa Daymek alikuwa anataka aondoke. Lakini mwanadada Kambra alikuwa anaendelea kumng'ang'aniza kwamba waweze kubaki japo kwa usiku ulikuwa umeingia. Daymek aliogopa sana, akasema hawezi kuendelea kuwepo pale. Ilibidi sasa aondoke pale kwa kung'ang'aniza, kwa kusema kwamba hapana, anapaswa niondoke. Alitoka pale na kuingia kuwasha gari yake, huyo akaondoka pale ndani. Mwanadada Kambra alikuwa hajapenda kabisa Daymek kutoka pale. Ni kama alikuwa anatamani kwamba waendelee kuwa wote, hata kama ni kulala walale wote pale ndani. Sasa unajua, kutokana na jinsi ambavyo Daymek alivyokuwa anajisogeza karibu sana na mwanadada Kambra, Kambra aliona kama tumaini lake kubwa kwa sasa lilikuwa limebaki kwa Daymek. Hata wakati alipokuwa yuko kwenye gari anaondoka, pale pale alipiga video call. Sasa Daymek akapokea ile video call, akawa ameweka simu pale kwenye dashboard ya gari yake, huku akiwa anaendesha, huku akiwa anapiga story. Mwanadada huyu Kambra alikuwa amejimaliza kabisa. Story kama zote, huku akiwa anasogeza kabisa mdomo wake karibu kabisa na simu yake anapoongea, huku akionyesha kumfurahia sana kijana Daymek. Daymek bana alijua kwamba mwanadada yule alikuwa amemteka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini alikuwa anafahamu pia kwamba yule alikuwa ni mke wa mtu. Kwa hivyo Daymek aliongeza nidhamu tu, akaonyesha kumheshimu sana mwanadada Kambra mpaka pale ambapo alipoondoka. Stories kaendelea usiku mrefu sana, mpaka pale ambapo alijikuta akiwa anashikwa na usingizi. Asubuhi na mapema mambo yalikuwa ni vile vile, kuwasiliana sana. Daymek hakuacha kuwa karibu. Hata asubuhi alisogea pale na kusema anataka mpeleke mwanadada Kambra kazini. Kambra aliporudi nyumbani pia, alipokuwa anataka kwenda upande wa sokoni au wapi, Daymek alikuwa yuko karibu sana na mwanadada Kambra, huku akiwa wanaenda wote mpaka sokoni. Kambra alikuwa ametekwa vibaya mno na kijana Daymek. Lakini kwa upande wa Daymek, yeye alikuwa anaona ni kawaida tu. Alikuwa anaona ni kawaida kabisa kwamba alikuwa amejitoa rasmi kwa ajili ya kumsaidia mwanadada Kambra aondokane na msongo wa mawazo. Sasa mwanadada Salome Umodo alikuwa anakuja pale, wakati mwingine alipokuwa anafika pale alikuwa anamkuta bado Kambra akiwa yuko pamoja na Daymek. Hata alipokuwa anamuuliza maswali kuhusiana na uwepo wa jamaa pale, Daymek bado alikuwa anamueleza, kwani wewe hujui kwamba ni rafiki yetu? Lakini kwa upande wa Salome ni kama kuna namna alihisi jambo, kwa sababu ukaribu ambao walikuwa wameujenga watu watatu ulikuwa umefifia, lakini ukaribu wa wawili hawa ulikuwa unadumu na kuongezeka siku hadi siku, kiasi kwamba hata Salome alipokuwa anakuja pale nyumbani alikuwa anawakuta wakiwa wamekaa wote ndani wametulia. Salome alifahamu kabisa kwamba hapa kunawezekana kuna walakini. Siku zikaendelea kusogea, bado kupatikana kwa kijana Vinod Dungulu ilikuwa ni kizungumkuti. Kijana Daymek mambo na yeye alizidi kumpanda kichwani. Akaona hapa hakuna namna. Siku moja walipokuwa wamekaa wanapiga story, hapo walikuwa sio pale nyumbani, walikuwa wako katika eneo moja la utulivu kabisa ufukweni, mahali ambapo walikubaliana kwamba waende kuweza kujiliwaza kule. Daymek akaanza kuongea akimweleza Kambra.
Kambra, ninajua kabisa kwamba ninaweza nikawa ninakukosea sehemu kubwa sana. Lakini inanibidi tu niongee ukweli katika moyo wangu. Tangia kipindi chote ambacho mimi nimekuwa na akili zangu timamu, na hasa ukizingatia kipindi ambapo nilichopitia mimi cha kuwa mpweke na kuona kama dunia haina maana yoyote kutokana na matatizo yale ambayo niliyokwisha kukuambia. Nafikiri toka kipindi kile sijawahi kukutana na mwanamke ambaye amekuwa sehemu kubwa sana katika moyo wangu kama jinsi ambavyo ilivyo kwako wewe. Kinachoniumiza ni kwamba naongea hivi nikifahamu kabisa kwamba wewe ni mke wa mtu. Na ni mke wa mtu ambaye kwa wakati huu unapitia matatizo makubwa sana ya kumpoteza mume wako bila kujua kwamba yuko wapi. Lakini nisisite kukuambia kwamba nakupenda sana na natamani uwe mpenzi wangu. Nimekuona kwamba wewe ndio mwanamke ambaye unanifaa sana. Moyo wangu una nafasi kubwa sana kwa ajili yako, Kambra. Day, nafikiri wewe mwenyewe umeanza kuongea ukisema kwamba unafahamu kwamba mimi ni mke wa mtu. Ndio. Na unafahamu kipindi kibaya sana ambacho ninachokipitia. Na napitia kipindi kibaya sana kwa sababu sifahamu kwamba mume wangu yuko hai au amekufa. Ikiwa mume wangu angekuwa ninajua kabisa kwamba pengine ni amekufa, hayupo, niongee ukweli kwamba mwanaume ambaye angeweza kuwa ni mume wangu halisi, naye mpenda kutoka kwenye moyo wangu, ungekuwa ni wewe. Lakini niko dilema. Naamini kwamba mwanaume ninayempenda sana, Vinod, kuna siku atarudi na nitaungana na mimi. Yaani nitaungana na yeye katika familia. Maneno yako nayo yaongea yanazidi kuniweka sehemu mbaya sana kwa sababu nazidi kumkumbuka sana Vinod, mume wangu kipenzi. Na wakati huo huo nikiwa sielewi ni nini kitakachoendelea, sijakawa na yeye ni mtu wa kupotea kama ambavyo watu wengine wamepotea moja kwa moja katika nchi. Na kuomba ufikiri vizuri zaidi, ujue tunafanyaje katika hilo. Day, nitumie neno gani ambalo labda sijui niongee kwa namna gani? Day, ni kweli nakupenda lakini unajua kabisa mimi nimeolewa. Itakuwaje kama mimi nikikukubalia alafu siku 2-3 mume wangu akarudi? Na mume wangu bado nampenda na nina upendo mkubwa sana na mume wangu, japokuwa kwa sasa hivi ametoweka. Itakuwaje kama ikitokea nikikukubalia alafu mume wangu aje? Unahisi kitatokea nini? Na namjua mume wangu jinsi ambavyo alivyo. Kambra, kama nilivyokuambia, nikiwa najua kabisa kwamba wewe ni mke wa mtu, basi mimi niongee nimalizie tu kwamba naomba kwa kipindi hiki ambacho mume wako hayupo uweze kuwa karibu na mimi. Lakini mimi nitakuwa tayari mume wako atakaporudi, basi mimi nitakuacha tu. Japokuwa moyo wangu utakuwa unaumia sana, lakini itabidi nikubali kwa sababu nimeotesha mbegu juu ya shamba la mtu. Kwa hivyo kuchukua shamba lake itakuwa sio tatizo kwangu. Day, unaongea hilo jambo kama rahisi. Unafikiri tutakapoingia kwenye mahusiano wa mapenzi mimi na wewe deeply, itakuwa ni rahisi kiasi hicho kwamba mume wangu amerudi alafu tuachane tu kawaida hivi? Unahisi inaweza ikawa ngumu sana? Sio ninahisi, ndivyo itakavyokuwa. Ugumu utatoka upande wa nani? Hata kwangu.
utakuwa ni ugumu sana kukuacha wewe kipindi hicho. Sasa inakuwaje ngumu na wakati mtu unayempenda amekuja? Ikiwa ngumu, maana yake huyo aliyekuja mume wako unakuwa humpendi, hauko tayari kuendelea naye. Hapana, moyo unaumiza tu. Yule ni mume wangu wa ndoa. Sijui ni kuelezeje, lakini naogopa sana kuingia kwenye mahusiano ya aina hii. Basi sawa, mimi nimekubali. Lakini nitakuomba kitu kimoja tu. Kitu gani? Ukaribu wangu mimi na wewe usije ukafifia hata siku moja. Tuendelee kuwa karibu kila wakati. Hata kama mimi sio mpenzi wako, basi lakini naomba tuendelee kuwa karibu mimi na wewe. Ninahitaji niendelee kuwa karibu na wewe kama rafiki hivi. Kwa sababu natamani niendelee kukufariji mpaka pale ambapo mume wako atakapokuja. Sawa, na hilo halina, na mimi kwanza mimi ndio nilipaswa nikuombe hivyo. Kwa sababu mimi ndio nina tatizo. Na wewe unavyokuwa karibu na mimi, wewe ndio unanisaidia. Just imagine kama wewe usingekuwepo, yani unajua huenda mimi ningekuwa nimeshakufa pengine hata kwa magonjwa ya moyo au pressure. Lakini kwa sababu ya uwepo wako unasaidia mpaka kuna muda nasahau matatizo nilionayo. So niseme tu kwamba naomba tuendelee kwa pamoja. Yani muda wowote tuwe wote tu karibu jamani, ndio napata faraja ya day. Hakuna shida. Mimi nitaendelea kuwa karibu na wewe nikufariji. Mpaka pale ambapo mume wako atakapokuja. Nitaendelea na ratiba zangu zingine. Lakini kwa wakati huu, ngoja niendelee kuwa karibu na wewe. Asante, nakushukuru sana Day. Day, nakupenda sana. Na napenda jinsi ambavyo unavyojua kujali na kumsaidia sana mtu kisaikolojia ili aweze kubaki salama. Unajua magonjwa ya psychology ndio yanayoumiza watu wengi na kuwatesa, kuwapoteza, kuwaua na mambo kama hayo. Kwa hiyo huduma unayoifanya kwangu ni huduma kwa kweli ya kitume. Nakushukuru na nakupenda sana Day. Hamna shida. Na mimi nafurahi sana unapokuwa na amani na furaha. Asante jamani. Msikilizaji bwana, maongezi na mtongozo ambao waliokuwa wameupeleka kijana huyu Day Mac yalikuwa ni kama yamefifia hivi, yameishia jukwaju. Lakini wakiwa wamewekeana ahadi kwamba waendelee kuwa pamoja. Sasa kijana Day Mac aliendelea kuwa karibu na mwanadada huyu. Kamra, kadiri dakika zilivyokuwa zinaenda, masaa yanavyokwenda, alijikuta akiwa anazidi kufall in love sana kwa kijana huyu. Na kijana huyu bwana Day Mac ni kama alikuwa anaanza kupotezea hivi. Ule urafiki upo. Na hata wakati mwingine ambapo masaa yalivyokuwa yanazidi kwenda na siku zinasogea, Day Mac muda ambapo alipokuwa anakuja hata pale nyumbani, Kamra akajikuta sasa akiwa anamvamia na kumkumbatia na kumpiga busu mpaka busu laini, yani busu za mdomoni. Walijikuta wakianza kuingia taratibu katika kujikuta kwamba wanataka kufanya tendo lenyewe. Lakini Kamra ni kama kuna kitu kilikuwa kinamstua hivi. Kila alipokuwa anataka kufanya tendo lenyewe alikuwa anaogopa. Lakini walikuwa wanafanya michezo mingine yote. Walikuwa wanacheza michezo mingine yote. Na sio siri, kijana Day Mac alikuwa amejaliwa sana, utundu sana katika hayo mambo. Sasa alikuwa anamchezea mwanadada huyu Kamra mpaka anakuwa hoi bintabani. Lakini alipokuwa anataka kufanya tendo lenyewe, Kamra alikuwa anakataa akisema kwamba anaona kabisa kwamba ni kitendo kizito sana cha usaliti, cha kumsaliti mume wake. Sasa siku kadhaa matendo yale yalifanyika mara kadhaa. Yani kutelezeshwa tu na mambo mengi sana yalikuwa yanafanyika. Lakini tendo lenyewe, lile tukio la kuzamisha mpini katika kisima kile cha mwanadada Kamra, tendo kile kilikuwa hakijafanyika kwa siku zote zile ambazo michezo ile ya hatari ilikuwa inaendelea. Kwa upande wa mwanadada Salome aliona kabisa kuna kitu, japokuwa rafiki yake ni kama alikuwa anamficha hivi, lakini aligundua. Hata hivyo alifurahi tu akasema potele mbali, kwa sababu rafiki yake anakuwa na upendo, yani anakuwa na furaha. Ikiwa Day Mac anaweza kuendelea kuleta furaha kwa Kamra, sio vibaya.
Salome aliona ni afueni, japokuwa aliona rafiki yake kama anamficha vitu fulani hivi. Basi bwana, siku zikasogea na bado Vinod alikuwa hapatikani. Sasa vijana hawa wengine ambao ni chini ya Kamwana Smembe wakasema bwana, mipango yote ambayo tuliokuwa tumeipanga imekamilika. Na siku ya kesho, kati ya kesho na kesho kutwa, ndio siku ambayo dunia itazizima kwa kitu ambacho kinachokwenda kutokea. Msikilizaji, aliongea maneno hayo Kamwana Smembe. Walikuwa wametengeneza mikakati mizito sana msikilizaji. Mikakati mikubwa vibaya mno, mikakati ambayo kwa kweli ilichelewa kwa sababu ilichukua mlolongo mrefu sana kuikamilisha. Ilichukua siku nyingi sana, mpaka sasa wakawa wakipigiwa simu na mzee Ibrahim Skwala hadi wanaogopa. Lakini walijitahidi kumpanga hivyo hivyo kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, ili mradi kuhakikisha kabisa kwamba linatokea jambo lao ambalo wanalolitaka. Kadiri tutakavyokuwa tunaendelea kuzungumza msikilizaji, utakuja kuelewa kile kubwa sana ambao waliokuwa wameitumia vijana hawa akina Kamwana Smembe pamoja na vijana wenzake ambao hawa walikuwa ni majasusi waliokuwa wamefukuzwa kazini siku za nyuma. Kweli bwana, siku ya kwanza ikapita na siku ya pili. Siku ya tatu, asubuhi na mapema, taarifa zilianza kuonekana mitandaoni. Inasemekana bwana, kuna tukio ambalo la kushangaza limepatikana kule msituni bwana. Msituni Sasa watu wakaanza kuandika, hilo jambo la huko msituni ni vipi? Jambo gani hilo? Jambo gani hilo msituni limetokea? Watu kila mmoja akawa haelewi. Lakini kumbe ni karata zilikuwa zinachezwa kibabe sana. Na vijana wale wa Kamwana Smembe. Ni wao kupitia akaunti kadha ambao walikuwa wanaendesha account, kila mtu alikuwa anaendesha account kadhaa 4 mpaka 5 za mitandao ya kijamii kwa majina tofauti. Ukurasa mmoja Instagram, mtu anakuwa na ukurasa wa Instagram anakuwa nazo 4 mpaka 5. Kwa hiyo kwa kikosi kile cha vijana hawa Kamwana Smembe, kwa kikundi chao kile, kulikuwa na mitandao kibao sana ambayo ilikuwa na followers wengi sana, ndio ilikuwa inaanza kusukuma agenda. Kweli bwana, inasemekana kumeonekana mabaki ya mwili huko bwana, mabaki ya mwili wa mtu, lakini hajafahamika kwamba ni nani mpaka sasa hivi. Sasa baada ya maandishi yale kuanza kuandikwa kwenye mitandao, watu mbalimbali sasa wakaanza kuyariposti na kuyahoji na kuyauliza. Mambo yale yalienda moja kwa moja mpaka sasa yakawa yamefikia kwa waandishi wa habari wazito sana ambao walikuwa wanapenda kuchunguza mambo. Kila mwandishi wa habari alikuwa anatamani kufahamu ni kitu gani ambacho kinasemekana kimetokea kwenye msitu. Huu ni msitu ambao ulikuwa uko jirani kabisa katika jiji. Ni msitu ambao uko pembeni kidogo ya jiji, lakini ni jirani sana. Inasemekana hayo maeneo ni maeneo ya hatari sana. Sasa waandishi wa habari wakawa sasa wanaanza kujikusanya huku na kule kwenda kuona nini? Kuona hilo tukio jinsi ambavyo linavyosemekana kuna mabaki ya mwili yameonekana huko. Mpaka kufikia pale, mpaka inafika mida ya saa 6 mchana, bana, mitandao ya kijamii ilikuwa imezungukwa na taarifa hiyo vibaya mno. Lakini hakuna hata mtu mmoja bado ambaye alikuwa amethibitisha jambo hilo kwamba kuna mwili kweli huu hapa, picha au kitu chochote. Kwa upande wa mwanadada Kamra, tetesi zile alizokuwa anazisikia zilikuwa zinazidi kumpa pressure, akiwaza, Mungu wangu, huo mwili usije katokea kwamba ni wa Vinod mpenzi wangu, Vinod mume wangu, isije kwa ni wa kwake. Kwa upande wa mzee Ibrahim Skwala, alikuwa anatamani sana kuipata hizo taarifa kwamba huyo mtu ni nani ambaye anaonekana kule. Inasemekana kuna mwili umebaki kule. Msikilizaji, siku moja nyuma, hapo ndipo ambapo mzee Ibrahim Skwala alikuwa amepelekewa taarifa nyeti sana ambayo ilikuwa imeandaliwa vizuri na vijana hawa Kamwana Smembe. Waliokuwa wamepeleka taarifa muhimu sana kwa mzee Ibrahim Skwala, akimueleza kwamba mtu yule yani bwana Vinod alikuwa amechukuliwa na watu hatari sana ambao bado haijafahamika kwamba wamemfanya kitu gani. Ni siku moja tu imepita toka alete ile taarifa. Alafu kesho yake ndio siku ambapo sasa taarifa zile zilikuwa zinaanza kuvuma, kuna mabaki ya mwili yameonekana huko katika msitu. Mzee Ibrahim Skwala alianza kufurahi na kuanza kuwapigia simu
vijana hawa akina Kamwana Smembe. Oya, vijana vipi? Salama kiongozi. Hebu njoni bwana tuzungumze kwanza. Furaha ilikuwa ni kubwa kwa mzee Ibrahim Squala. Alikuwa anategemea kupata taarifa nyeti hizo, kwamba ijulikane kabisa kwamba tayari ule mwili ugundulike kwamba ni wa kijana Vinodi. Basi vijana wale bwana kwa kufuraha sana, wakijua kabisa kete zao walizokuwa wamezicheza kwa kumpa taarifa ya kwamba alichukuliwa na watu wabaya huyu Vinodi, alafu kesho yake sasa wanaendeleza kucheza karata zao vizuri, wakiwa wanazielekeza kwa njia ya mitandao kwa namna ya siri sana. Mzee Ibrahim Squala naye akawa amejaa. Hakujua kabisa kwamba ule mchoro ulikuwa umechorwa na wale vijana kama Kamwana Smembe. Akawaita kwa furaha. Bana, hili jambo ambalo linavuma huku mitandaoni, kuna mabaki ya mwili yameonekana. Naona watu wengi wanaandika. Nyinyi mmepata kufahamu kwamba hayo mabaki ni ya nani? Hapana mzee, bado hatujabahatika kufahamu kwamba ni wa nani hayo mabaki ya mwili, na sisi tunayaona mitandaoni tu kama watu wengine. Lakini kiukweli bado hatujathibitisha kwamba ni nani, na waandishi wa habari ndipo wamejikokota, na sasa kwa sababu hawawezi kwenda moja kwa moja wenyewe tu na jeshi la polisi linaelekea huko, nafikiri kufikia jioni tutakuwa tumepata ukweli kwamba huo mwili labda ni wa nani, kwa sababu hatujajua huko kwenye mazingira gani huo mwili. Vijana wangu nyinyi, mimi nawapenda sana nyinyi. Tuombe Mungu iwe kama ambavyo tunataka iwe. Ikishakuwa kama ambavyo tunavyotaka iwe, kwa kweli itabidi niwape tu hata zawadi. Basi tuendelee kuomba Mungu mzee, tutashukuru sana. Bosi bwana, na sisi tunatamani iwe kama hivyo. Ikitokea kwamba kweli ametekwa na ndo kama hivi, ikitokea mwili ukakutwa ni wa kwake, kweli itapendeza, hata sisi wenyewe tutafurahi. Kwa sababu tulihangaika sana kuzitafuta taarifa mpaka tukajua kwamba waliokuwa wamemchukua ni watu wabaya na kadhalika. Lakini bado tulikuwa tujajua kwamba wamemfanya kitu gani au wanamfanya kitu gani, lakini tuligundua ni watu wabaya sana ambao walikuwa wamemchukua. So ni kama tulivyokupa taarifa jana. Ngoja tuendelee kusikiliza kama ni nani huyo ambaye ameonekana huko. Tuombe Mungu iwe kweli kwamba ni yeye. Hebu sikilizeni. Hebu bwana niwaachie basi hata. Hebu mtachukua basi hata shilingi 50 hapa angalau. Shikeni hapo vijana, ili angalau mfurahi. Bwana msikilizaji, mzee Ibrahim Squala alikuwa na furaha sana pamoja na ubahili aliyokuwa nao, lakini japokuwa alikuwa hajajua kabisa kwamba huo mwili ambao unaambiwa kuna mabaki yameonekana huko kwenye msitu ulioko pembeni ya jiji ni wa nani, lakini alitamani tu kwamba awape wale vijana angalau hata 50 kila mtu. Kweli bwana walifurahi sana. Walitoka pale na kurudi katika vyumba vyao na kuendeleza kupasha ile habari kila kona. Walikuwa wanazipamba zile habari kwa akaunti zao zingine feki kabisa. Wanaandika na wanatoa ufafanuzi wa mambo kibao sana na zile tuhuma. Hawakutaka kabisa mitandao ya kijamii papoe. Kila wakati walikuwa wanahakikisha kabisa kwamba huko kwenye mitandao dakika zote zinazungumza habari ya hayo mabaki ya mwili. Bana, nia na madhumuni ya Kamwana Smembe na wenzake kufanya vile ilikuwa ni kupeleka attention kubwa sana katika msitu ule. Lakini pia walikuwa wanajua kitu gani wamekifanya, na walikuwa wanajua kabisa kwamba hii game wanaenda kuiwini, kwa sababu kitu kikubwa walichokuwa wanataka kukiwini ilikuwa ni kuwini ile imani kwa mzee Ibrahim Squala. Basi bana, dakika zikasonga, jeshi la polisi lilielekea kule katika msitu ambao uko pembeni kidogo ya mji. Pembeni kidogo ya jiji. Wakafika kule wakiwa na waandishi wa habari na watu kibao ambao walikuwa wamefika kule. Walipofika kule wakaanza kuingia, kutazama, kukagua ule msitu maeneo mengi sana. Kuna sehemu moja walipofika walikuta kama kuna kivurugu fulani kilikuwa kinafanyika. Kivurugu fulani ambacho kilichokuwa kinafanyika masaa fulani hivi. Lakini walipoangalia pale ile sehemu walikuta kuna damu mbichi. Lakini walipotazama zaidi walikuta kuna nguo ambazo zilikuwa zimechanwa. Kulikuwa na shati fulani ya draft iko pale imechanwa afu na imeshika damu, na suruali ambayo ilikuwa iko pale, na pale ndani ilikuwa na wallet, na ile wallet
ilikuwa na kitambulisho. Na walipoendelea kufanya ukaguzi pale sasa, kwa sababu waandishi wa habari walikuwa wanakagua huku wanamulika vizuri, lakini wakati huo huo jeshi la polisi ndilo ambalo linaloshika vile vitu, ilikuwa wakiwa wamevaa gloves na kila kitu ili kuhakikisha kwamba wasije wakaharibu ule ushahidi ambao wanaokusanya pale. Mambo yalizidi kuwa ni machachu sana. Mambo yalikuwa ni hatari sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila kitu kilikuwa kinapostiwa kule mitandaoni. Wakawa wanahangaika sana polisi kuangalia huo mwili waone. Hakubahatika kuona mwili mahali popote. Lakini walibahatika kuona suruali ya cadet ambayo ilikuwa na wallet ndani na kitambulisho kimoja ambacho kilikuwa ni kitambulisho ambacho kilichokuwa kimeisha muda wake. Lakini kilikuwa na data zote kwamba ni kitambulisho cha nani. Na walipoendelea kuangalia pale sasa, walijua hapa kinachofuata ni matendo mengine ya vipimo ili kuweza kufahamu kwamba hii damu iliyomwagika hapa ni damu ya nani. Hapo ni vipimo vya DNA vingeweza kufanyika na mambo mengine kama yale. Msikilizaji, matendo mengine vitu vingi vilivyokuwa vimepatikana pale vilikuwa vinakusanywa. Sasa katika kuhangaika, shati lingine ambalo lilikuwa ile shati jinsi lilivyokuwa limechanwa, kipande kingine kilichokuwa kiko pembeni kilikuwa kimeshika na chenyewe damu. Walipokishika kukinyanyua, walikuta kikaratasi fulani ambacho kilikuwa na maandishi fulani hivi. Yale maandishi yalikuwa yanasema kwamba baada ya kujifanya mkaidi, hatimaye sasa umekufa. Mwili wako hata ndugu zako hawatauona. Ujumbe huu watakuja kusoma watu watakaoona taarifa zako hapa. Na hatimaye nguo hizi za kwako ambazo ulizokuwa umezivaa wataenda kuzifanyia matanga kama ishara kwamba wewe umekwisha kufariki dunia. Bana wewe. Ujumbe ule ulikuwa umeandikwa kwa kupitia mashine, yani ulikuwa ni printing kabisa. Sio ujumbe ambao umeandikwa kwa mkono. Walipoona vile, ilikuwa ni ishara kubwa sana kwao, wakasema kwamba hakika huyu mtu ambaye anaonekana kwenye hichi kitambulisho hapa moja kwa moja ni atakuwa amekufa. Sasa vitu vile vilivyokamatwa pale na kadhalika na zile damu zikachukuliwa na moja kwa moja zilienda mpaka kwenye maabara ya jeshi la polisi ambayo sasa ilikuwa inahusika na kupima vile vijinasaba ambavyo vilivyokuwa vimepatikana. Zile ngozi zikapelekwa maabara kupimwa na damu zile kupimwa, kila kitu kuhakikisha kwamba vile vitu ni vya nani. Msikilizaji, kweli damu ile iliyokuwa imepimwa pamoja na zile nguo zilionekana kwamba zilikuwa zimevaliwa na mtu ambaye aliyekuwa anaonekana katika kile kitambulisho ambacho kilikuwa kipo katika wallet iliyokutwa mle ndani. Nguo zile zilipopimwa vizuri zilionekana ni kweli ni nguo za mtu ambaye aliyekuwa amezivaa. Huyu mtu alikuwa si mwingine, alionekana kwamba ni Vinod. Na taarifa sasa jeshi la polisi ilitoka. Na jeshi la polisi sasa likatoa taarifa muda wa jioni saa 12. Ukaanza kutoa taarifa. Na siku hii ya kwanza alitoa taarifa na kusema kwamba imeshukuru kwa sababu imefanikiwa kufanya uchunguzi wa haraka na wametumia vifaa vikubwa sana kupima DNA na majibu ya DNA yakatokea siku hiyo hiyo kwa masaa machache tu. Jioni mida saa 12 kuelekea saa 11 ndio muda ambapo sasa jeshi la polisi kupitia mkuu wa kanda maalum huyu alitoka pale na kuanza kuzungumza akitoa taarifa kuhusiana na tukio la kule msituni. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kuzungumza na nyinyi kuhusiana na tukio ambalo lilivuma sana hapo mapema leo katika mitandao ya kijamii. Tukio hili lilikuwa linahusisha kwamba kuna mwili umeonekana huko katika msitu wetu wa pembeni ya jiji, na mwili huo ilisemekana ni mabaki ya mwili. Taarifa za awali zilikuwa zinatuambia kwamba ni mabaki ya mwili. Sisi kama jeshi la polisi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zake, tulichukua hatua za haraka sana kwa kwenda kule kuona huo mwili ni mtu ambaye alikufa lini ili mabaki ya mwili yaonekane.
Tulipofika katika eneo la tukio, ndugu waandishi wa habari, baada ya kufanya kusaka sana katika msitu wetu ule, tulikuja kugundua kwamba pale hapakuwa na mwili wala mabaki ya mwili wa mwanadamu. Lakini hata hivyo, jeshi la polisi kanda maalum linatoa shukrani za dhati kwa watu walioibua jambo hili, kwa sababu limetupa taarifa zingine muhimu sana ambazo hatuwezi kusema tumefikia mwisho, lakini jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa mambo mengine. Lakini hata hivyo, taarifa hii ya muhimu ni lazima tuitoe mbele yenu. Ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi lilipofika katika msitu ule na kuendelea kukagua, lilifanikiwa kupata suruali ambayo ilikuwa na mkanda wake hapo hapo, pamoja na ndani ya suruali huyo kulikutwa wallet ambayo ni hii hapa, vitu vyote hivi hapa. Na ndani ya wallet hii ndipo mahali ambapo tulipokuta kitambulisho. Mwanzoni hatukuelewa kwamba hiki kitambulisho ni cha mtu huyu ambaye inasemekana aliburuzwa hapa, kwa sababu pia tuliona damu pale ambazo tumezipima. Na baada ya kupima vitu vyote hivi kwa ujumla wake, ikiwepo shati ambalo alilokuwa amelivaa likiwa na damu nyingi, imedhihirisha kabisa kwamba mtu huyu anayeonekana kwenye kitambulisho hiki ndiye aliyemwaga hii damu ambayo iko hapa. Ninafahamu waandishi wa habari mnapaswa muende mkawaeleze vizuri wananchi ni nini kilichoendelea. Kitambulisho hiki kilikuwa kimeunganishwa moja kwa moja na usajili wa alama za vidole. Usajili huu wa alama za vidole ndio ambao ulipotazamwa na huu wa vidole na damu ambayo iliyokuwa imemwagika pale na vipimo vilivyopimwa kupitia nguo ambazo zilizokuwa ziko pale, vijinasaba vyote vya nguo iliyokuwa imevaliwa na vilivyopatikana kwenye nguo ile, na vijinasaba ambavyo vimepatikana kwenye damu, na vijinasaba ambavyo vilipatikana kwenye kidole, alama za vidole ambavyo kitambulisho hiki kilisajiliwa kwazo, basi zimedhihirisha kabisa kwamba ni kitu kimoja. Hii inatufanya tufanye hitimisho kwamba damu na mavazi yaliyochanika haya ni ya mtu huyu ambaye mwenye kitambulisho hiki, ambaye anafahamika kama Vinod Ndunguru. Jeshi la polisi kanda maalum linaeleza kwamba wakati lilipokuwa linaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa kijana huyu Vinod Ndunguru, likiwa bado halijafikia mwisho, hili jambo nalo ndipo limejitokeza, na hivyo kuongeza chachu ya jeshi la polisi kuendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na jambo hili. Hata hivyo, tulikuta pia karatasi ambayo iliyokuwa inatoa maelezo, kama ikitoa maelekezo kwa ndugu waweze kuzika nguo hizo, kwa sababu anayeonekana katika kitambulisho hiki ni kwamba rasmi alikuwa amekwisha kuaga dunia. Sisi kama jeshi la polisi hatuwakatazi ndugu kuzika nguo hizo, lakini sisi kama jeshi la polisi hatujahitimisha kwamba mtu huyu amekufa au la, kwa sababu hatuna ushahidi wa kuona mwili au kuhakiki kwamba kweli alikuwa amekufa, labda na mwili wake ukatoweka. Jeshi la polisi kuhusiana na swala zima la kuzika nguo hizi au kutokuzizika linaachia ndugu waweze kukaa kwa hekima na busara na kujua kwamba ni kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Ndugu waandishi wa habari, na hiyo ndio taarifa ambayo tuliokuwa tumewaitia hapa jioni hii ili tuweze kuwapa, kwa sababu jambo hili limezua gumzo sana mitandaoni, na hivyo sisi kama jeshi la polisi tusingeweza kunyamazia. Kanda maalum ya hapa katika jeshi la polisi inazidi kusisitiza kila raia kutii sheria bila shuruti, na linaendelea kuwahakikishia watu halifu wote pia kwamba hakuna mahali ambapo jeshi la polisi halitafika, na kama kuna mhalifu anayeamini kwamba anaweza kuzidi nguvu jeshi la polisi, aelewe kabisa kwamba siku zake zinahesabika. Na washukuruni sana msikilizaji. Hapo ndipo ambapo ile taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum ndipo mahali ambapo ilipoishia.
Sasa taarifa zilisambaa kila mahali. Kwa upande wa mwanadada Kambra sasa alikuwa muda ule haelewi kabisa. Kichwa kilikuwa kimevurugika kabisa. Ni dhahiri kabisa alikuwa anaamini kabisa kwamba kijana huyu, mume wake kipenzi, anayefahamika kama Vinod Ndungulu, alikuwa amekwisha kuaga dunia. Mambo yalikuwa ni mengi, kila mtu alikuwa anaandika mitandaoni. Ukweli ni kwamba kete zile zilikuwa zinasukumwa zaidi sana na vijana hawa kina Kamana Smembe, ndio waliokuwa wanazisukuma hizi kete kuhakikisha kwamba ile taarifa inaenda mbali sana, ili mzee Ibrahim Squala aone kabisa kwamba kijana Vinod Ndungulu alikuwa amekwisha kuaga dunia. Msikilizaji, mwanadada Salome Omodo alijua kwamba rafiki yake huyo hawezi kuwa katika hali ya kawaida. Japokuwa na yeye alikuwa anatoa machozi mengi sana, lakini alifunga safari na moja kwa moja kumfuata mwanadada Kambra Ibrahim Squala. Na hata wakati huo wakati wanaendelea na story mbili tatu pale kijana Daymek haraka sana nyumbani kwa mwanadada Kambra Ibrahim Squala. Kadiri dakika zilivyokuwa zinaenda, watu wengi walikuwa wanakuja pale kumpa pole mwanadada Kambra Ibrahim Squala, wakimweleza kwamba amepotelewa na amefiwa na mume wake, wakizidi kumpa pole. Msikilizaji, mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu kwa mwanadada Kambra Ibrahim Squala. Watu wake wa karibu, Salome pamoja na kijana huyu Daymek, walikuwa wako karibu na yeye sana, wakimtia moyo. Japokuwa Salome alikuwa anaumia sana, lakini alikuwa anajikaza ili aweze kumtia moyo na kumtia nguvu rafiki yake kipenzi huyu Kambra Ibrahim Squala. Kufikia pale, taarifa ile ilikuwa inazidi kuzagaa na watu wengi walikuwa wanafahamu kabisa kwamba kijana Vinod alikuwa ameaga dunia. Kuna watu wa karibu wa kijana Vinod, haraka sana wao walitoka na wao na kuita vyombo vya habari usiku wa saa tano za usiku siku ile. Wakaongea pale wakisema kwamba hawakubaliani kabisa na taarifa kwamba rafiki yao na ndugu yao Vinod Ndungulu ameaga dunia. Walisema hawakubaliani na hiyo taarifa, na wakasema kwamba wanahitaji jeshi la polisi lizidi kufanya uchunguzi, kwa sababu wao hawana imani na taarifa ile iliyotolewa kwa awali. Sasa baada ya kuongea vile na waandishi wa habari kuuliza maswali mengi, ile jambo likawa limezua sasa sura mpya, kwamba kuna watu wa karibu wa Vinod Ndungulu hawaamini kabisa kwamba Vinod ametoweka, amefariki dunia. Lakini wengine upande wa taarifa ya jeshi la polisi nao hawaamini moja kwa moja. Lakini taarifa yenyewe jinsi ilivyokuja, karatasi iliyokutwa kule inaonyesha kabisa kwamba Vinod Ndungulu alikuwa amekwisha kuuawa, na hata walipopima zile damu waliziona ni za Vinod Ndungulu, na pale ambapo walipokuwa wamepima mavazi yale kwamba ni DNA gani ilikuwa imevaa mavazi yale, ilionyesha kabisa kwamba ni Vinod Ndungulu ndiye ambaye aliyepotea na sasa amekwisha kufariki dunia. Bana, sasa ndugu wengine walikataa, wakasema kwamba hawawezi kusika nguo kwa sababu hawaamini kabisa kweli kwamba ndugu yao ndugu yao amefariki dunia. Sasa lile jambo likawa limebaki limehang. Watu wakawa wanaendelea kumpa faraja sana mwanadada Kambra. Dakika zikawa zinazidi kwenda. Usiku bwana, watu walikuwa hawalali. Mitandaoni kulikuwa ni pamoto sana. Usiku huo ukiwa ni mida ya saa 8 usiku, mzee Ibrahim Squala bila aibu alipiga simu moja kwa moja kwa vijana wake hawa akina Kamana Smembe. Aliwaeleza kwamba anahitaji kesho asubuhi na mapema saa 1 waweze kukutana. Kamana Smembe na wenzake kweli ilipofika asubuhi walienda kukutana na mzee Ibrahim Squala. Furaha ambayo aliyokuwa nayo mzee Ibrahim Squala ilikuwa ni hali ya juu sana. Alikuwa amefurahi sana, akiamini kabisa kwamba Vinod Ndungulu tayari amekwisha kufariki dunia na mambo mengine yote yamekaa sawa. Mzee Ibrahim Squala alianza kutoa zawadi za fedha nyingi sana, akiwaambia vijana wake, nyinyi ninafurahi kwa sababu ni watu ambao mna akili sana. Taarifa yenu mliokuwa mmenipa kwamba mtu huyu amechukuliwa na watu wabaya, ndio hiyo kweli imeleta uthibitisho. Na hatimaye sasa mtu huyu tayari amekwisha kuangamia. Ninataka niwape zawadi, lakini mmebakisha kazi moja. Ni kuhakikisha kwamba mnamaliza na huyu Kambra Ibrahim Squala. Ninataka mumalize haraka iwezekanavyo, kwa sababu huyu naye ana mbinu zake. Akishaisha huyo, tayari ninaamini mambo yangu katika kampuni yatazidi kuwa makubwa sana. Sipati shida kuwapa pesa. Msikilizaji, huwezi amini, alikuwa anaongea huku anatoa mabunda ya fedha na kuwarushia. Alitoa pesa nyingi sana kumwaga pesa kwa vijana hawa akina Kamana Smembe. Walifurahi sana kwamba
issue ambayo walikuwa wanaifanyia kazi ilikuwa imetiki kwa 100%. Mzee Ibrahim Squala alikuwa anaamini kabisa kwamba kijana huyu Vinod amekwisha kuuawa, na ndio maana hata DNA imeonyesha kabisa yale mavazi ni ya kwake na nguo zile ni za kwake. Ukiangalia pia damu, kila kitu ni cha kwake. Hitimisho ilikuwa ni kwamba Vinod amekwisha kufariki dunia. Msikilizaji, vijana wana hawa ambao wako chini ya Kamana Simembe, vijana ambao wanaaminiwa sana na Mzee Ibrahim Squala, waliondoka pale wakiwa na furaha sana. Moja kwa moja walienda mpaka katika vyumba vyao vya kukaa na kuzungumza mambo mazito. Walijikuta wakitazamana wote wanacheka na kufurahi sana. Miji alifurahi sana, akasema, "Oya. Tumewini, lakini tuangalieni washikaji tuweze kuwini zaidi, maana hii tumeshinda. Hapa tumeshinda kwa 100%. Lakini huu ushindi sijui kama utadumu muda gani, ndo jambo ambalo mimi ninaloogopa sana. Na huu ushindi kama hautadumu muda mrefu, inabidi tutafute cha kukaa washikaji." Nisikilize ngwambie bwana. Kama tumeweza kufanikisha hili, kama tumeweza kufanikisha kwa ukubwa kiasi hiki, hata huko mbele lolote litakalokuja mimi naamini tutaweza. Yaani mimi kwanza nashangaa sana kwa nini serikali, yaani natamani serikali tu ingekuwa na akili ingetuchukua na kuturudisha kazini. Unajua hizi kazi tunazozifanya, hizi kazi zinafanywa na FBI huko. Yaani mashirika ya kijasusi makubwa ndio yanafanya mambo mazito kama haya. Lakini muangalia sisi tumeyafanya na tumetoboa kabisa. Eti sasa hivi dunia nzima inaamini kabisa kwamba ni hiyo ni taarifa ya kweli. Hebu fikiri bwanangu. Tumetumia muda mrefu lakini tumewini kwa 100%. Na sasa hela hii, bwana we, ni kumalizia mijengo haraka sana iwezekanavyo. Hatuwezi kumwaga damu za watu kila siku kufanya matukio makubwa afu bado tukaishi maisha ya shida bwana. Malizie mijengo mikali watu tukae. Ukisikia nyumba ile ni ya mafia, ni ya mafia kweli. Bana, walikuwa wanaendelea sasa kupiga story pale. Walikuwa wanapongezana. Sasa msikilizaji, unaweza kujiuliza kwamba watu walichezaje hizi karata mpaka wakahakikisha kwamba tukio linatokea copy vile likiwa liko right vile, mpaka vipimo vya DNA vinaonyesha kabisa kwamba kijana Vinod ni kweli ile damu ya kwake na vitambulisho na kila kitu. Walichezaje hizi karata zao? Msikilizaji, wewe cha msingi kikubwa sana ni kuendelea kwa pamoja na sisi. Utakuja kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho walicheza hawa vijana mpaka wakafanikiwa kumaliza tukio lile kwa kiwango kikubwa vile, huku Mzee Ibrahim Squala akiamini kabisa kwamba bana Vinod amekwisha kupotea, na huku akiwaambia mnaposoma mmalizie Kambra Ibrahim Squala. Bado maswali ni mengi. Je, Vinod Ndunguru yuko wapi? Labda Ibrahim Squala yuko wapi? Bwana, hayo na mengine ni mengi sana. Naendelea kukukumbusha, tuendelee kwa pamoja na sisi. Hii ni sehemu ya 24. Tukutane katika sehemu ya 25. Nataka nikukumbushe pia kwamba simulizi zingine zitaendelea hapa kama kawaida, lakini Kambra tutaendelea nayo hivi kadiri ambavyo tutakavyokuwa tunaweza mpaka pale ambapo itakapokuwa imefika mwisho. Mimi nilikuwa nikikuletea simulizi hii, ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Bye bye, endelea kuwa na mimi.